Maraka Sakong. Na mimi nilikuwa civil servant. Na tangu niretire nilikuwa sijapata wazee ambao wanaleta amani kitamaduni ambayo saa hii wako wanafanya. Na cleansing hiyo ni vitu ambayo iliwekwa more than 200 years back. Iliwekwa na watu wetu wa ukoo wa hiyo nini wametajwa ile mwenzangu kama Ratiek na Kaptaek. Na hizo vitu saa hii isipotolewa na waambia si Mount Elgon peke yake, Kenya mzima italipuka. Kuna Mkuyu ambaye hata watu stima waliweka post karibu na hiyo. Kukata tu branch hivi kulikuja mvua na iliripua hiyo miti hata haikuonekana, mpaka wenyewe wakaogopa wakasema tukaribii hii miti. Na hata saa hii mwenye ameweka siasa ni mtu mheshimiwa ambaye sisi tunamheshimu. Hangeweka hiyo maneno ingine ambayo tunapata saa hii. Mimi mwenyewe nilishuhudia siasa ya 63, 68, 92 mpaka 2009. Ili nibidi nitoroke Eldoret si hapa. Walisema wazee wote wakate midomo na tulivyo tutachinja shingo. Na sasa mimi ningechinjwa shingo namna gani? Na wananiambia usiposhika silaha yetu wala vijana. Na mimi kweli nilikuwa askari. Kama huwezi shika bunduki tutakumaliza. Nikawaambia afadhali nitiende lakini mambo yenu ibaki hivyo. So kwa saa hii wale koo mbili wanatusaidia waleta amani kwa kutoa vitu ambayo iliweka more than 200 years back. Na hiyo si ati kitu inafichwa. Wakati inatolewa watu wote wanaona na macho yao. Serikali isiharamishe utamaduni wa Kisabot. Tunaomba serikali, katika mikutano ambayo tumekuwa nayo Cheptais, tulikuwa na wakilishi kutoka vitengo vya usalama. Mpaka na OCPD alikuwa kwenye huo mkutano. Ile nyama tulikula pale tulikula na yeye. Inakuaje leo hiyo ni kiapo? Kwani alikula kiapo na sisi? Kwa hivyo tunaomba serikali watusikize. Sisi tunaheshimu sheria. Chochote ambacho tunatenda hawa wazee wa Kisabot si kinyume na sheria. Wanaenda kwenye ofisi za serikali, wanaomba kwamba tunataka kufanya mkutano siku fulani, wanaruhusiwa. Alafu baadaye wanafanya mkutano wao, wanaomba kuwepo usalama. Hiyo inawezaje kuharamishwa? Ama ni Wasabot ndio hawana haki ya kufurahia utamaduni wao? Kwa hivyo hilo ndio ombi, na bado tunarejelea kuomba ya kwamba serikali iruhusu jamii ya Wasabot kuondoa huo mti Mkuyu ambao uko Toroso, kwa sababu ni mojawapo ya vitu ambayo tunaamini sisi Wasabot ya kwamba ilisemwa na wazee wetu kama miaka 200 iliyopita. Kasema nitakuja hapa leo, na hawa wazee pia walipopata habari wenyewe wamejileta kwa hiari, na wakasema ikiwa hiyo kazi ambayo wamekuwa kifanya ndio inasemekana ni haramu, wako tayari waje mbele ya wakuu wa usalama na wajielezee. So we are not under arrest, we were not under arrest, and so hatujaachilia kwa bondi ama nini. Hapana, tumeweka taarifa. Tukiambiwa turudi kesho tutarudi, tukiambiwa turudi Jumapili tutarudi, kwa sababu haja yetu kubwa pia ni mambo mawili: usalama Mount Elgon, na kwamba jamii yetu ifurahie tamaduni yake kama wengine. Moja wapo ya tuhuma ni kwamba eti mzee wa Kisabot akibeba fimbo, akitembea na fimbo, ambayo ni moja wapo ya vitu ambavyo viko kwenye utamaduni wetu. Eti hiyo ni makosa, eti sijui hizo fimbo tumetoa Baringo. Tuhuma za uongo. Haya madai ni madai ya kisiasa.
na yule anaziendesha si mwingine bali ni mbunge wa Mount Elgon, Mheshimiwa Kapondi. Amejitenga na shughuli zote za kitamaduni kwa sababu anaamini eti kuna uhusiano kati ya hayo mambo ya kitamaduni na kuwepo kwake kwenye kiti cha ubunge ama siasa uongozini. Sisi tumetofautisha vitu viwili. Ni kweli mimi pia nina interest katika siasa, lakini hiyo haimaanishi kwamba kazi ambayo tumekuwa tukifanya, mikutano miwili tuliyofanya Cheptais, mkutano mmoja tumefanya Maseni, eti ilikuwa ni mkutano wa kisiasa ama ni ya kupanga njama ama ni ya kufanya watu wakule kiapo. Huo ni uongo. Kwa hivyo tungependa watu wote Mount Elgon wajue ya kwamba shughuli za culture, kwa mfano shughuli ambayo ingefanyika leo ambayo serikali imesimamisha ya kuondoa mti ule wa mkuyu pale katika shule ya Toroso. Sasa hayo ni mambo ambayo yalisemwa na wazee wetu kama miaka 200 iliyopita. Inakuwaje mbunge leo anadai ya kwamba huo mti ukiondolewa ni yeye ameondolewa uongozini? Alikuwa wapi yeye miaka 200 iliyopita? Ndio sasa aseme ati yeye ndio huo mti. Sisi tunajua kwamba kuondolewa kwa huo mti ni baadhi ya mambo ambayo jamii yetu inataka kutekeleza ili ilete heri njema katika jamii ya Wasabo. Ninaitwa Reverend Peter Chemaswet. Ni maajabu sana ya kwamba kiongozi kama Honorable Fred Kapondi alete madai ya kwamba wazee wetu pamoja na watu wa Wasabo walikuwa napanga njama ya kivita. Juzi tu tumekuwa na Waturukana waliokusanyana kule Lodwar. Wengi walitoka nchi ya Karamoja, wengine walitoka Taposa sehemu za South Sudan, wengine walitoka Ethiopia, na hata Wateso wa hapa chini walienda na wakaenda kutekeleza mila na desturi yao. Kwa hivyo mila na desturi ni kitu ambacho Mungu amempa kila kabila, na hiyo ndio msingi na ni I can say in English pillar ya kabila yeyote ile. Juzi wa Masai wameitana wakaenda Kajiado, wakatoka Laikipia, wakatoka Samburu, watu wa Iljams kutoka Baringo walikuwepo, wengi wakatoka sehemu za Kajiado na wengine walitoka Tanzania. Wakafanya mila yao, wakaimba kila kitu, hakuna kiongozi aliyewapinga. Kwa hivyo nataka kuomba serikali ya kwamba serikali iwaruhusu Wasabo wafanye mambo yao ya kitamaduni kufuatia vile wazee yao waliwapa maneno ya kufanya kwamba fanyeni ikifika muda kama hii. Kwa hiyo wanafanya mambo haya si kwa sababu ya kwamba kuna kiapo. Mwenye anasema ya kwamba fimbo ambazo tumekuwa naye hata ya kwamba ilitoka Baringo, hiyo ni uongo. Hizo fimbo mimi nilitoa hapo Chabareria wakati ya soko. Ukienda kule unakuta. Hiyo sisi naita sitionde, wengine naita siteo, Wabukusu naita sitati. Hiyo ni unatembea nayo, hiyo si ya uchawi. Na iwapo mtu anasema kwamba ni ya uchawi, yeye mwenyewe ni mchawi na anaogopa kwa sababu anajua kwamba yeye hutumia fimbo kufanya urogi na masingaombwe. Sisi hatufanyi mambo kama haya. Kwa ile mambo ile ninaona hiyo, nilikuwa naambiwa na nyanya kitambo kidogo. Nikaambiwa kuna vitu vilikuwa vimewekwa na malaiboni, hiyo ndio inaleta shida Mlima Elgon. Na mlima yetu hata mimi nilipoteza mume kwa hiyo njia ya laana. Na vile niliona hiyo wazee wanakuja kufanya hii maneno, mimi naye huwa nafuatilia. Niwenda kwa sababu mzee wangu alikufa kwa sababu ya hii laana. Labda hii watengeneze laana isigusa watoto wetu. Sijaona mambo na vita. Sijaona mambo ya kusema ati iko siasa ndani. Ni mambo tu ya peace. Ila wazee wanatakana watengeneze na tusiuane tena Mlima Elgon. Hiyo mambo ya 07 simuliwana Wasabo wenyewe waliuana. Hii ya 2017 si Wasabo wenyewe waliuana. Na sisi ndio tuliumia. Sasa tulikuwa tunaomba serikali kama inaona wakubali wazee watutengenezee
waanguze hiyo miti, kama hiyo vitu viko watoe, na si tuishi kwa amani. Haina haja tukitembea barabarani watoto wetu wanakosa masomo, tunaishi maisha ya taabu, na kumbe ni kitu kidogo kiko kinafanya. Ni hayo tu. Majina yako mami? Naitwa Willy Broda Kironget. Mimi ninapoongea hivi niko na miaka 68 na nimepiga kura zote za Mount Elgon. Tangu wakati wa Mheshimiwa Moss tukakuja kwa Mheshimiwa Kishiro. Baadaye mambo ikaja ikaharibika. Hii ni wakati vijana walichukua sauti kuliko wazee, na wakaita wazee mkate midomo. Mahali ile neno lilitokea, hatukujua kama ilikuwa ni mafundisho wale walikuwa wanataka siasa, na iliendelea kabisa mpaka ikazaa maneno mengine ambayo hayakuwa mazuri, ambapo ukiona mtaza mpaka wakati huu hawakuwa na kikao, hawana mashauri, na ndio imeleta hii mchafuko mpaka wenyewe tukaja tukarudiana between 2005 mpaka 2007, ambapo sasa unaona kwamba tukiingia tu maneno ya siasa, unaona sasa mchafuko inaanza. Mahali vijana wanatoka na ungumu na kunyamasisha wazee, ndio inaleta taabu hii yote. Basi ilipofika wakati wazee wamejitokeza, ambayo ni nyumba mbili kubwa, hao ni Orkoik, vile mwenzangu alikuwa amesema, ukoo ya Kaptaek ambayo ni Orkoik na Kamaratiek, wamekuja kutaka kutusaidia kutuliza hii laana ambayo tumejitwika kwa sababu ya uongozi mbaya. Wakati tumeanza hii mikakati, tulikuwa nafikiria wanasiasa watatusaidia kwa sababu nataka uchaguzi ulio na utulivu. Yenyewe imegeuka tena kuwa kisungumkuti. Wakati wazee wameanza sasa kututengenezea kitu inaitwa cleansing, imeanza kutafsiriwa sasa kwamba hiyo ni kiapo. Nataka niulize mchana hii, kiapo gani inakulwa mchana? Mimi nikiwa mmoja wao ambaye nimeshiriki nikicleanse watoto yangu. Hata ninapoongea hivi, nimekuja na kijana yangu ambaye ana alama ya tumbo, a victim, ndugu ya Matwagei. Pili, nimekuja na bibi ya Matwagei. Mimi nitataabika kufanya harambe, na wanaofaidika sasa ndio wanatokeukia kwamba sisi ndio tunakula kiapo. Masaek, mimi nilikuwako. Kijana yangu amekuja hapa kuandikisha statement. Yeye ndiye ana alama kubwa kwa tumbo. Hata mkitaka kwenda piga ya picha, anaitwa Soos Jacob. Tumeumia. Alafu sasa wazee wanapoanza process, mtu anatuambia kwamba hiyo ni nini? Hiyo sisi nakula kiapo. Mzee kama mimi naweza kula kiapo, kichwa imeharibika. Mimi si partisan kwa siasa, sipendi, but nataka amani. Kitu ya kuongezea kwa hiyo, ile kitu tumekuja sasa hapa, tunataka ile neno omegeukia hao watu wengine ya kusema kwamba wao ndio wanatufacilitate. Hii ni kazi ya koo mbili, Kamarat na Kaptaek, na wacha watutengeneze, wamaliza maneno yao. Kama hiyo Mkuyu ndiye analeta taabu, wacha hiyo kiti itolewe, kwa sababu kuna vitu vingi. Ile vitu tulitoa juzi Cheptais, kwani ilikuwa ndoto? Hiyo vitu tulitoa, na tunaona sasa amani imetulia. Vijana tumewaambia mwenye atakayeshika silaha, bila wazee wametuambia hiyo ni taabu yao.